Hujambo mpenzi msikilizaji wa redio ya kijamii Kivu, umewadia muda mzuri wewe kuweza kufuata uchambuzi wa habari. Uchambuzi wa habari msikilizaji unakuwa kijumuishwa na kurasa mbalimbali. Utakuhemo ukurasa wa habari muhimu, habari za mahali, habari kutoka sehemu mbalimbali, habari za michezo na zile za kimataifa. Izake Mulucha Ashibe, jina langu mimi mchambuzi wako wa siku ya leo. Upande wa pili Jean Makelele Kalajaden anasimamia vema dawati la mitambo. Kwa utulivu na kualika kuambatana nami mwanzo hadi tamati, nasema karibu. Nam, tunafungua kurasa wa habari muhimu ambako namkaribisha Bibu Constantine Aldama. Karibu sana. Asante sana Izaki Mulucha Ashibe kwa kunipa fursa kuwaletea wasikilizaji wetu habari muhimu, tukianzia katika mji wa Baraka. Baada ya gavana makamu wa jimbo la Kivu Kusini kutangaza kutathmini ikiwa mji wa Baraka unaweza kupokea makao makuu ya jimbo hili kwa muda, ni moja ya sababu ya ziara yake. Hatimaye maoni mbalimbali yameanza kuibuka miongoni mwa raia. Na huko Uvira, meya wa mji wa Uvira kwa muda Kifara Kapenda Kiki amewasili katika mji jirani wa Uvira siku ya 4 ya wiki tunayo, akitokea nchini Burundi kwa lengo la kuja kujionea hali halisi ya usalama mjini humo. Ujio huo umepokelewa kwa mikono miwili na raia ambao wanaona kuwa tembo la faraja kwao. Na katika nchi jirani ya Burundi, zaidi ya walimu 140 ndio ambao wameripotiwa kuacha kazi mkoani Gitega, makao makuu ya Burundi, na kukimbilia nje ya nchi, hasa barani Ulaya na nchi jirani kama Tanzania, Kenya na Uganda, katika kutafuta fursa bora kutokana na hali duni kimaisha. Ni hayo tu kwenye habari muhimu, mwenzangu Izaki Mulucha Ashibe. Shukrani sana Bibu Constantine Aldama kwa kuwaletea wasikilizaji ukurasa huo wa habari muhimu. Mimi najikita sasa katika uchambuzi wa habari zenyewe kwa kina, nikianzia hapa katika mji wa Baraka. Kama kawaida ni kwamba mashirika ya raia mjini Baraka yamevitaka vitengo vya serikali ya jimbo kutokulipisha pesa yoyote ya ushuru kwa wafanyabiashara hadi pale ambako ofisi ya jimbo itafahamika ilipo ndani ya jimbo hili. Akiwa mbele ya maiki zetu, Albert Tunda Maisha, kiongozi wa shirika la raia mjini Baraka, kwanza ameanza kupongeza gavana makamu kutembelea bandari ya Mshimbake, huku akiongeza kuwa bado kikao kingine kitafanyika ili kujua pasenti ambazo wafanyabiashara watakuwa wakilipa. Albert Tunda Maisha amezungumza yafuatayo. Nilikuwa hatua nzuri paske inaomba autorite de l'etat itumike, na hapa kulikuwa tatizo wakati tulifanya kikao cha kwanza. Ilionekana viongozi wa DGDA wa OCC hawakukuwa na kulikwesha kuwa wa journalier ambao walikuwa wanaanza tumika malengo ambayo haifanani, na ndio kwa sababu wazalendo walikamata na ile nafasi kama vice gouverneur na delegation walienda kule, ni kwenda kuonesha kwamba DGDA OCC ndio douane na ndio wanapaswa kutumika, na mambo ya kuyua eske watu wataanza lipa 100% kwa service au 30% au 50%. Ilionekana pana watu watabakia sasa chini, wanajua gisi ya kudefinir, lakini kwa kusema sasa wakomersa watu wangali wasinistre, na itaomba hiyo jambo ya kuikala chini kujua le pourcentage za kulipa, eske ni 70, eske ni 60, eske ni 90. Itaomba wakomersa waikaa chini na wajue namna gani watu wataelewana. Jambo la pili, tumefanya kikao hapa kawini, vikao viwili vitatu, na dhamiri yenyewe inapasha tu kutumika. Leo tumeshangaa, tumepata raporo kwenye ofisi kwamba maservice wameanza kulipisha taxi za province kuanzia Mshimbaki na eneo zingine. Province mpaka sasa yajulikana iko wapi. Watu wanaona gisi walikuwa na sinye fe ya Baraka, leo wanaanza sinye fe au Burundi. Province iko wapi? NSA hii waanze kamata makuta. Jambo la kusema tax ya province ilipiwe hayakuwa nafasi, na tumewahi kuongea kwamba kikao kitakuwa kingine juu ya kuongelea hiyo jambo. Wale ambao wako na estime kwamba walipishe taxi za province, waambie watu le pourquoi, wakamate pesa waende nazo wapi, watafanya raporo wapi. Na hiyo na wazia vikao vingine vitaendelea, lakini kuanzia siku ya 5 hawapashi kutumika kwa sababu hajulikani hiyo raporo itaenda wapi na bieleweki, na tunategemea kwamba maswete civile feki watakutanana na baadaye maservice na maswete civile feki watu watakutanana ili tuambiane bayana nini kinachoendelea paraporo ya mapourcentage na paraporo ya mataxe ya province ya Sud Kivu. Mwishowe, kiongozi huyu wa shirika la raia mjini Baraka amealika raia kuendelea kufikisha malalamiko yao kwenye ofisi zao ili ziwe zinafanyiwa kazi. Albert Tunda Maisha arejea mara tena. Jumbo wa mwisho, raia wajue kwamba tuko macho, na tumewahi kuwaambia kwamba
A partir ya kikao ambacho kilifanyika karibuni, tuliambia watu kwamba sura inaanza onekana, na sisi ofisi ya mashirika ya kiraia tuko natumika na tutaendelea kufuatilia kila jambo ili tujue namna gani raia wasiendelee kunyanyaswa zaidi mwa wakati, na kuangalia namna gani meme maonje itaendelea kutumika kwa kusaidia wa retourner wa deplace. Hiyo yote ni kazi ambayo tuko nayo na ambayo tunapaswa kuendelea kufanyizia kazi raia. Wa hiyo kwamba ofisi ya mashirika raia iko wazi na kazi itaendelea kutumikiwa mchana na usiku kama ilivyokuwa kawaida. Waziri wa jimbo anayehusika na afya, masuala ya kiutu, masuala ya kijamii, ushirikiano wa ajira na kazi, Mheshimiwa Dr. Walulika Muzaliwa Theophile ameendesha kikao na wasimamizi mbalimbali wa mashirika ya kiutu mjini Baraka Alhamisi hii ya tarehe 22 Januari 2006 kwa lengo la kutathmini hali ya kibinadamu mjini humo. Mheshimiwa Walulika Muzaliwa Theophile amezungumza kwenye mic za Radio Kivu akieleza yale yaliyozungumziwa kwenye kikao hicho. Leo tulikuwa na kikao na ba partenaire yote hapa Baraka ambao tulizungumzia juu ya koma ba partenaire baanze endelea na misaada hapo ya kiutu ya kibinadamu, na koma hivyo nao watafaili misaada makondisio za mzuri zitasaidia raia. Na tuliongea na walisema matatizo ambayo beko nayo, tukawaambia batumike, wakati wote watakuwa na tatizo watatuita, tunaangalia gisi ya kubasaidia. Population yetu ipate ile faida ya kazi yabo gisi navo stahili. Peut-être na kusinyale kama mwaka 2026 kama onje mingi zetu zilikuwa aligné territoire ya Fizi Uvira na ingine mafasi mu province juu ya kusaidia raia yetu. Na tunaomba raia nayo na wahusika wa security, jeshi, andiketu wazalendo, ANR na wengine wasaidie bale wa partenaire, wale wa humanitaire kukazi yako wanafanya sababu ni kufaida yetu, faida ya population yetu. Kwa kuongezea, waziri wa jimbo husika na masuala ya kiutu ameonyesha changamoto kadhaa za kiutu zinazoikumba jimbo ya Kivu Kusini, huku akitoa pole kwa wahanga wote na kuhakikisha kuwa serikali haijawasahau kamwe. Tuko na ba déplacer mingi interne, wakimbizi mingi wa déplacer mingi interne penye bako hapa, tufuta wale walikimbia nje ya nchi, wakimbia Burundi, Tanzania. Tuko bebe kwa déplacer interne hapa Mkongo. Na wale watu unajua kama mtu déplacer anatoka kwake anaenda sehemu nyingine, anaenda anakimbia kubeba kitu ya maana, na tatizo ni kwamba kwa hiyo wakati hiyo inatokea tena kuko magonjwa tena yanazuka, epidemia inatoka kama vile kolera, rougeole na ingine magonjwa inatokea kwa sababu ya ile, na ndio inatuma natia vitu kuwa nguvu zaidi, na inaomba sasa tutumike na kama tuko na partenaire yetu wanasaidia gouvernement, tunaomba kwa population na maservisi ya security kuwalinda vizuri wakati wako nafanya kazi yao. Ndio hiyo tunasema tunawapa pole kwa yaliyotokea, lakini wajue kwamba serikali yao ikuachilia. Na kama mlivyojuzwa kwenye ukurasa wa habari muhimu, msikilizaji, baada ya gavana makamu wa jimbo la Kivu Kusini kutangaza kuwa kutathmini ikiwa mji wa Baraka unaweza kupokea makao makuu ya jimbo hili kwa muda, nimekuwa ni moja ya sababu za ziara yake. Hatimaye maoni mbalimbali yameanza kuibuka miongoni mwa raia. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wana mtazamo gani? Bi Bukurtantine Aldama ametuwa. Naam, Radio Kivu imezungumza na engineer Beana Bilombele Gaston ambaye ni mwalimu msaidizi kwenye chuo kikuu cha maendeleo ya vijijini Isderefezi. Tulimuuliza swali, je, Baraka inakidhi vigezo vya kupewa makao makuu ya jimbo? Amejibu yafuatayo. Tuko na infrastructure zenye zitaweza kuabsorbe kumeza madivision, baja bote ya province, kila mtu atakaa na tarizika. Naam. Sababu shida ingekuwa kwamba hakuna nyumba ambazo zitaweza saidia kutia maofisa mabiro. Nyumba zipo. Hakuna nyumba za kufanya waasha wenyewe watakuja, wenyewe wako hapa wapange. Nyumba zipo. Baraka tuna maji. Si vile hiyo bwana. Maji yapo kila fasi. Mpaka kule kuabanda kule yulu kule maji yapo. Nipongeze kwanza ule chef de bureau wa Régie des Eaux mwenyewe alikuja fanya hii mwingine kwa mwingine, il fait bon pour vivre, alitia maji kila fasi. Nisishe tu pale. Leo Baraka tuko na Kadeko, tuko na banki. La vuda batasema
Sasa nani ma taxes ya des provinces sawa watakuwa wanalipisha watu wa DPMR, tutakuwa tunaverser franga wapi? Na kuna banque Cadeco iko hapa, c'est une banque nationale na gisi ni mission ya ministre national, n'est-ce pas, wa intérieur ndio anatuma mheshimiwa vice governor kuja fanya hapa evaluation. Si ayo ndio leta na leta iko super puissance, bambie Ecobank ikiti hapa nani n'est-ce pas succursale hususani hii Tembe Uvira ikiti bank si bank sipo, nendeni mukatie succursale ya yenu Baraka le temps que gouverneur et son gouvernement assemblée provinciale ziko wapi Baraka. Ni kamati tu mfano kwa hiyo province ya Bauele leo yenye Buta njo chef de ya province ya vile Bukavu, kubarabara yao ya Kabambi, barabara yenye inarelie Buta chef de ya province ya Bauele na Equateur. Manyumba zenye ziko kubarabara ya province mpaka kwa sasa kuko nyumba za nyasi, nyumba za nyasi. Yani hii mboko tu inashinda Buta. Katanga hii commune yetu ya Katanga ya vile ya Baraka inashinda Buta. Paske ukianza Katanga mwanzo mpaka mwisho kubarabara yake hautaona nyumba ya nyasi. Mboko ukianza mwanzo mpaka mwisho hautaona nyumba ya nyasi kubarabara. Sasa hususan ni Baraka. Na ile Buta ile gouverneur iko na kaa, assemblée provinciale iko pale. Upande mwingine, engineer Beana Bilombele Gaston ameibua manufaa makubwa ambayo yanaweza kuonekana ikiwa Baraka inapewa kuwa makao makuu ya jimbo la Kivu Kusini kwa muda. Gavana hata ikala mwingine yenyewe inakura bakokote kurapa ile turbine yenyewe balikuwa wanasema itakuwa iende itiliwe Malicha na singa za haute tension zikokota avec les transformateurs zilete kura kutosha Malicha ziti hapa. Sitakuwa avantage yenyewe Baraka tutapata kusema kwamba wakati viongozi wa nchi huko Kinshasa Leopoldville walihamisha makao kwa muda ya vile hapo Baraka iliacha ina profite nini kura. Voilà l'avantage ya chef lié. Kura itaingia hapa. Sasa fikiria leo deja tuko na maji. Alafu tena tupate kura hii Baraka. Sisi tunafika paradiso. Istosh, acha nikwambie. Baraka iko na limite na Tanzania, tuko na limite na Zambia, tuko na limite na Burundi. Gavana kishakuwa hapa. Si yeye anahitaji maresete, anahitaji pesa ziingie. Port de Mushimbaki itakuwa rehabilité. Ile quai d'accostage. Le quai d'accostage ya Port de Mushimbaki bata rehabilité. Nyumba za mzuri zitajengewa pale. Baja ya commissariat, n'est-ce pas, la Kistra banakuwa bien aéré. Ile nyingine manani ma office DGD ya OCC. Sababu tutasema Baraka hakuna laboratoire ya mzuri ya OCC. Moi je suis un ingénieur en chimie alimentaire. Ça va tatia labo hapa. Papa, si hapa kazi vile. Jua natia labo. Un ingénieur chimiste banamwangaje pour l'analyse. Hapa deja Baraka ikikuwa chef de la province. Kutakuwa aéroport papa. Batatia aérodrome ma petit porteur, ma avion, kutakuwa ligne Kinshasa, Kindu, Baraka, Kalemi, Lubumbashi. Batu batakuwa aussi na besoin ya tourisme baki baone Baraka. Kwa bona ya Kutumba, kwa bona ya dunia. Est-ce que unajua kama kuko watu wanahitaji kuona tu nani ya Kutumba hivi? Sasa problème c'est quoi? Hakuna aéroport, hakuna aérodrome. Avion haita dema hapa. Lakini ikisha kuwa vile chef ya province, gouverneur atafanya mbinu zote pale Malinde bai rehabilité na atalomba ligne kwa mheshimiwa rais. Avion ziko deja zinadema hapa Baraka, le temps que Kavumu itakuwa libéré na waasi wa M23. Avantage donc watu wengine watapenda kuja waone Fizi, waone Baraka kwa bona ya Kutumba, les grands patriotes du Congo du monde papa. Ona Baraka leo. Mwingine iko deja na maerosion, ona ile fossé le canal yenye inashusha mai ya Mau. Kutusha mai ya Mau kupeleka Mtanganyika. Ona hii ya Malala. Bientôt kwa batu wenyewe batakuwa ba réfugiés na balikuwa na maparcelle mais zimeenda jua nini ya maji. Mais kama gavana yupo hapa Baraka, satakuwa nafanya itinerance, atakuwa atembelea makartier zake. Quartier Majengo, quartier Malala, quartier Mau, quartier Mwemezi, atakuwa na gisi mwingine iko naenda inapata shida ya erosion. Si atafanya projet kwa ensemble provincial ya kulomba ile yote miferegi yote ikuwe bien entretenu, baijenge ile mai ikuwe ngia Mtanganyika, n'est-ce pas? Pourquoi pas basitie ma pavé. Avenue kwa avenue pavé et bientôt Baraka itakuwa safi Bujumbura. Ndio avantage ya hii Baraka kukua kwa muda makao ya province.
Kwa kumalizia, mwalimu huyu wa chuo kikuu ameomba uongozi wa jimbo kuhamisha ofisi na idara zote za jimbo mjini Baraka hadi pale serikali kuu itakapoona vema kuhirudisha tena ilikokuwa. Neno langu la mwisho ni kusema tunafurahia sana tena sana Baraka yetu leo kutiliwa makao kwa muda ya chefulie ya province ya Sud Kivu. Tunajitahidi kusema gouvernement ya province, ensemble provincial, madivision zote na biro zote zenye zinakuwaka Bukavu, zenye zinadepende na Kinshasa, mais sous responsabilité ya mheshimiwa gavana, waje watie mabiro hapa. Tutawachunga, watachungwa na watafanya kazi vizuri. Na siku ambapo tena mheshimiwa rais ataona makaa irudi kwenye nafasi yake, wanarudi. Na sasa ni kurasa wa habari za michezo. Inampisha Omari Makilele Ozile kutuletea kurasa huu. Karibu sana. Na barabara kabisa mwenzangu Isaac Mulucha Ashibe. Leo katika habari za michezo kama kawaida mgongoni navalia namba 14 ya kimchezaji Victor Gyokerese. Katika habari za michezo tuanzie na habari za hapa katika nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ni kwamba shirikisho la mpira wa miguu nchini DRC FECOFA limepongeza muamuzi Jean-Jacques Ndala kwa kuchezesha vizuri sana mchezo wa finali ya AFCON baina ya Morocco na Senegal. Shirikisho hilo FECOFA limesema muamuzi huyo alifanya kazi nzuri sana kwenye mchezo huo wa finali. Vile vile wamempongeza kwa kazi ambayo ameifanya katika michuano yote hiyo ya mataifa barani Afrika CAN mwaka 2025 iliyopigwa katika nchi ya Morocco. Na katika habari zingine za DRC ni kwamba kuna habari ambazo zimezuka kuwa mchezaji wa timu ya taifa ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo ambaye ni Cedric Bakambu Bakagole kuna uwezekano mkubwa wa kuihama klabu yake ya Real Betis Sevilla majira ya baridi ya msimu wa usajili kwa sasa, na anatarajiwa kuwa huenda kajiunga na klabu ya Genoa ya huko nchini Italia. Na upande mwingine ni kwamba klabu ya Tupuisa Mazembe Anglebert inakabiliwa na mgogoro mkubwa wa ndani, huku wachezaji muhimu wa kikosi cha kwanza wakigoma kufanya mazoezi kisa kwa wachezaji hao wanadai mishahara yao ya miezi 2.5. Vyanzo vilivyo karibu na klabu ya Tupuisa Mazembe vinaonyesha kwamba wachezaji wanaogoma wanadai mishahara yao ya miezi 2 au zaidi pamoja na bonus zisizolipwa zilizoainishwa katika mikataba yao. Kitendo hiki kinaingiza changamoto kubwa za kifedha ndani ya klabu ya Mazembe yenye makao yake makuu Lubumbashi, ambayo ni mojawapo ya klabu zilizofanyikiwa zaidi katika bara la Afrika. Wadau wa ndani wa klabu ya Tupuisa Mazembe wameripoti kwamba kutokuwa na utulivu huu wa kifedha kunakuwa swala linalojirudia na kuchangia mabadiliko makubwa ya wachezaji, huku watu kadhaa wakiondoka klabuni mwishoni mwa kila msimu, mara nyingi bila makubaliano ya amani na uongozi. Wachezaji kadhaa wameripoti migogoro ya kifedha na utawala wa klabu hiyo katika miaka ya hivi karibuni na kutoa kivuli juu ya usimamizi wa klabu hiyo. Kule katika bara la Ulaya ni kwamba kocha mkuu wa klabu ya Coventry City Frank Lampard huenda akawa mshindani mkubwa wa kuchukua nafasi ya kocha Oliver Glasner katika klabu ya Crystal Palace kama meneja mkuu. Mmiliki wa klabu ya Crystal Palace ambaye ni Steve Parish aliwahi kumpenda sana Frank Lampard hata kabla ya kupandisha Coventry City kileleni huko katika ligi ya daraja la pili nchini Uingereza. Klabu hiyo pia inavutiwa na Inigo Perez, kocha wa Rayo Vallecano, pamoja na Pape Bordalas wa klabu ya Getafe. Kiungo mshambuliaji wa klabu ya Manchester City Jack Grealish ambaye yupo kwa mkopo Everton atakuwa nje ya uwanja takriban miezi 3 baada ya kugundulika kuwa anajeruhi kwenye mfupa wa mguu. Klabu ya Tottenham Hotspur hapo nchini Uingereza wameweka bei ya mchezaji wao Richarlison kuwa ni thamani ya paundi milioni 60 kwa uhamisho unaowezekana majira ya kiangazi, lakini wamesema kuwa mwezi wa Januari hakuna mchezaji yeyote ambaye ataweza kuondoka pale katika klabu ya Tottenham Hotspur. Hasa huyo Richarlison haruhusiwi kuondoka majira haya ya baridi. Kijana aliyechoma sanamu ya Cristiano Ronaldo katika mji wa Madeira anasakwa kwa udi na uvumba na askari. Kupitia video zinazosambaa kwa mitandao ya kijamii zimeonyesha kijana huyo akimwagia petrol sanamu ya Cristiano Ronaldo kisha baadaye akaweza kuiwasha moto. Jeshi la polisi pale Ureno linaendelea kumtafuta kwa udi na uvumba ili kijana huyo aweze kupatikana. Namba 14 inapepea barabara. Naweka nukta katika habari za michezo.
Asante sana Omari Makelele Ozile kwa ukurasa huo wa habari za michezo, na kukumbusha tu mpenzi msikilizaji kwamba hii ni radio ya kijamii Kivu na huu ni uchambuzi wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Uchambuzi huu unapata kwenye mitabendi ya 93.0 FM. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Fizi. Gavana makamu wa mkoa wa Kivu Kusini Jean-Jacques Lakano akisindikizwa na msafara wa wabunge wachaguliwa wa Fizi wametembelea Fizi kwa lengo la kutia amani na umoja kati ya makabila yanayoishi eneo hilo, ziara ambayo imefanyika siku ya 4 hii ya wiki tunayo. Akipokelewa kwa shangwe na vigeregere na raia wa Fizi kati na kando kando, gavana makamu amewataka kuishi kwa umoja ili kupata nguvu za kumpiga adui anayevamia nchi ya Kongo. Gavana makamu Jean-Jacques Lakano anaeleza. Nilikuja hapa Fizi Centre kama vile chef-lieu ya territoire yetu, baada ya kufanya siku 5 Baraka, ambapo nilifanya hotuba hadharani ambayo ilikuwa na watu wengi. Nilisema siwezi kurudi pasipo kufika hapa Fizi Centre, na nilifika Fizi Centre nikishindikizwa na delegation kubwa, wakiwemo wa députés nationaux et provinciaux wachaguliwa na watoto wa Fizi. Ujumbe wangu wa kwanza ambao nimeusema, niliambia watu ya kwamba wale watu ambao wako na kamata fursa wanatoa hotuba eti ndio conseil de sage ya Fizi, niliwaambia hapana, hiyo sio kweli, haiendani na kanuni za sheria na kidemokrasia. Wa veritable notable wenyewe wanaweza kusemea watoto wa Fizi ambao tuliwapa manda ni wachaguliwa. Yani sisi tunakondane ile hotuba yoyote ya ubaguzi, hasa unapofanya hotuba unataka kuisema kwa jina la kabila nzima la Wabembe. Haiwezekani. Tunapigana na adui na hatutaki tena kutia chokochoko kati yetu. Ya pili ambayo niliambia watoto wa Fizi Centre na watarafa lote la Fizi, niliwaambia kwamba hii vita ambayo unaona yenye Rwanda inatuimpose ni kwa sababu moja tu. Rais Felix Tshisekedi alipoingia madarakani aliona ya kwamba wakongomani hawako huru kudirije nchi yao. Wakongomani wanakuwa kama vile wametekwa katika nchi yao kama watumwa. Aliweza kuprononce concept moja kwamba atadebulone system, na depuis alianza kudebulone system walimletea vita vilikuwa na lengo la kumuua, lakini Mungu sio Asumani. Wale watu ambao walikuwa naimba ya kwamba mwezi wa 12 tutafete Kinshasa, wanaanza kujipatia cha mtemakoni. Nimewaambia kwamba walijiita wa liberateur, lakini tuligundua kumbi ni wezi juu waliiba na goudron na nguruwe. Imagine liberateur anaiba goudron, kitu cha maendeleo, na ni kitu Tshisekedi alileta. Upande mwingine, gavana makamo kwenye hotuba yake pa Fizi kati amewaita raia wa tarafa la Fizi kuingia kwa wingi kwenye mafunzo ya kijeshi ambayo yanapangwa kuanza hivi karibuni. Na ya tatu, kwa kumalizia, niliwaambia watoto wa Fizi, sikieni, Tshisekedi anawapenda. Kulipita maraisi na maraisi, tulikuwa na wamajone ambao walituletea ulu miaka 18 hawakulefanya hata kitu hiki kimoja. Tshisekedi amesema watoto wa Fizi, kwa sababu nyinyi ni washujaa, mnapenda vita na mko wa patriot, alisema atatutilia camp militaire. Hiyo camp militaire ambaye ameambiliwa angalie na eneo ni mtoto wetu, mtoto wa Fizi, ndugu Amuri William ya Kutuma, na wa inspecteur wako nakuja kufanya prospection ya ile nafasi. Sijue siku itaanza, lakini ni miezi inayokuja, natarajia hivyo. Yenyewe nimewaomba watoto wa Fizi, ingieni wengi jeshini, kama vile nilivyokuja tena mbele nikawaambia bwana, musikalia hapa, wazalendo na watu wote twende kule Uvira Kamanyola kufront juu adui asiingie hapa. Na wakanisikia wakanifuata. Na kuja tena mara pili kuambia watoto muwabebe jeshini juu kesho tukue na wa general wengi, wa ofisa wengi, wa komanda region wengi, na itusaidie zaidi sana kubute enemy dehors. Tusikalie niko mzalendo, niko maimai. Julikana na serikali, uwe na jeshi, na jeshi ni ule mtu anafanya formation.
Na uko katika mji jirani wa Uvira ni kwamba meya wa mji wa Uvira kwa muda Kifara Kapenda Kikia amewasili katika mji huo akitokea huko Burundi kwa lengo la kuja kujionea hali halisi ya usalama mjini mwake. Ujio huo umepokelewa kwa mikono miwili nao raia ambao wanaona jambo hilo kama tendo la faraja kwao. Kwake Chako Changu, moja kati ya malida wa kijamii mjini Uvira, ameanza kwanza kuonyesha mkasa wa mtu mmoja aliyeuawa kwa kupigwa risasi mnamo usiku wa kucha siku ya 4 ya wiki tunayo. Kiukweli huku ukitembea vibaya unapata moya risasi na wengine wanaepukana, lakini kuna mtu mwenye amekufa. Sasa nalialia tu ndio maana naua mpili mazingira ya kufahamika, lakini tumeamka asubuhi mtu amekufa amepigwa risasi. Leo ndo meya wa jiji makamo tena alenterime Kifara Kapenda Kikia ameingia hapa masaa 8 kutoka Bujumbura akitumwa na gouverneur Purusi kuja kufanya etat des lieux ya mashambulizi ya vitu na watu ambayo wagaidi wa M23 wamefanya katika vile ya Uvira. Nasema ametumwa kuja kufanya etat des lieux, ina maana atarudi Burundi au namna? Ndio, ametoa siku sita ili akuje fanya akuje fanya hiyo kazi. Alafu baadaye anarudi tena mji unabaki na nani? Mtangazaji, kwa sasa hatujakuwa na viongozi wenye kutulia. Sisi wametuambia kwamba tu amekuja kufanya hiyo kazi evaluation na ndio gizi atarudi tena mnamo siku. Hata ordre mission yake ambayo iko wazi tu hiyo neno mtazungumzo. Tunaposikia mazungumzo ya viongozi wa karibu na wa mbali wanasema kwamba sasa hawana uhakika kwamba maelemo zote za M23 zimetoka. Kuna wamoja ambao wamebaki, ndio maana viongozi hawatakuwa na haraka ya kuja katika vile ya Uvira ama territory ama province ili wakuje kuongoza. Inabidi kwamba wahakikishiwe na serikali ama na jeshi FARDC kwamba resultazi imeisha na wamekontrole kwamba hakuna hata elema moja ya majeshi wa AFC M23. Hiyo ndio chanzo kubwa, lakini sisi tunasema tu kwamba ni uzuni kwamba tutaona kwamba semene iishi bila uongozi, ni vitu vya kuregrete hata kama uongozi wa kijeshi na polisi. Alipoulizwa kuhusu madhara ya ukosefu wa wakuu viongozi mjini Uvira, mwanasheria Chako Changu Bonane ametoa mwangaza. Kila mtu mwenyewe anafahamu uongozi wa nchi ama uongozi wa site ama wa mji, anaelewa kwamba usipokuwa na uongozi wa serikali ya Kongo yuko naweza kuwa na consequences makubwa ama madogo. Lakini pia raia wanafahamu kujua namna gani mambo yanaendelea, isipokuwa tu kuwa na uoga huko mwingi, na tupatie muda serikali ya Kongo itabiri mambo kama ndivyo sasa. Bana mtangazaji, ordre iko kwa sababu kila mzalendo yuko na kiongozi wake, na kuna message ambayo imetoka kwamba waache kupiga masasa, ila tafahamu kwamba ikiwa mtu amekamata mvinyo mkubwa anapiga, ikiwa mtu amelupe ama ameenda mbali na uongozi wake anapiga. Hilo ndio jambo ambalo kubwa ambalo tunashuhudia, ila ordre iko, lakini kupata order na mambo mengine ndio shida. Upande wa majeshi wanaingia, tungependelea tu kwamba waende kwa position zao na walinde watu na mali yao. Upande wa serikali ya mahali ama ya vile ya Uvira, tungependelea tu wafanye ripoti zao kwa haraka ili kwamba waje wafanye kazi, sababu raia inaoga na inapenda kujua nini inaendelea, kwa sababu inakuwa mwezi mzima na siku hakuna taarifa ya habari, hakuna communication na viongozi. Ile communication entre viongozi na raia imekatika. Upande wa province wa viongozi ni kwamba tu waje haraka, sababu kuna maproje mbalimbali ambazo walikuwa washaantame. Tunafikiria kwa presence yao itarenforce nguvu ya meya wa jiji na wao pia, ili wapate nguvu kutoka kwenye national. Isipokuwa vile tutakuwa na raia ndani ya bombo wazi na haitafurahisha. Nchini Burundi, zaidi ya walimu 140 ndio ambao wameripotiwa kuacha kazi mkoani Gitega, makao makuu ya Burundi, na kukimbilia nje ya nchi ya barani Ulaya na nchi jirani kama Tanzania, Kenya na Uganda kutafuta fursa bora kutokana na hali duni ya maisha nchini mwao. Radio Kivu Burundi tunajiunga na mwenzetu Bukuru Elias Daniel kwa ripoti kamili.
Kuondoka kwa walimu hao na baadhi ya wafanyakazi kutoka katika sekta mbalimbali ni hasara kubwa kwa Burundi, kama anavyosema mbunge wa bunge la Seneti nchini Burundi Sabina Ntakirutimana wakati wa kikao cha bunge hicho kilichofanyikia mjini Bujumbura. Ubu hariko haragenda bigisha benshi hanze baratanza karolero muri kapitale politique. Ubu vuba baraha sasa hivi walimu wanawaacha kazi na kwenda nje ya nchi ni wengi sana, na idadi yao hadi kufikia sasa ni zaidi ya 140, na idadi hiyo ni katika mkoa mmoja tu wa Gitega. Sisi watu tunajiuliza labda kama ninyi mnaofanya kazi katika wizara ya mambo ya nje wa mnafuatilia jambo hilo, maana hata katika sekta ya afya ni vivyo hivyo, madaktari na wauguzi wanaondoka kwa wingi. Labda kuna tatizo katika hilo, maana tutajikuta tukiwa hatuna msomi hata mmoja. Mwangalie kama wizara yenu mfanye kazi na wizara ya elimu na afya katika kutafuta sababu ya walimu hao kuondoka, maana kuna hata shule ambazo tulizitembelea tukakuta hakuna walimu. Kuna hospitali na zahanati ambazo hazina wafanyakazi. Ndio maana inatakiwa kuchukuliwa hatua za haraka. Hariho amavuriro menshi atagira abakozi n'abahari bakaguma bagenda, tukavuga rero tuti vyari bikwiye ko hafatwa de strategy. Burundi kwa sasa inakabiliwa na mdororo wa kiuchumi unaotokana na ukosefu wa mafuta na fedha za kigeni, huku serikali chini ya Rais Evariste Ndayishimiye ikiendelea kupambana kwa ajili ya kujikwamua kiuchumi. Hata hivyo, hivi karibuni serikali ya Burundi ilizindua juhudi mpya za kukuza biashara na uchumi, ikiwa ni pamoja na mpango wa kuongeza ushiriki wa biashara katika soko la kanda kupitia utekelezaji wa mfumo wa forodha ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, hatua inayolenga kuboresha biashara na kuvutia uwekezaji wa kikanda. Aidha, Burundi imezindua mpango wa ugushora uliofadhiliwa na ubalozi wa Uholanzi wenye lengo la kuinua uzalishaji na biashara za nje kwa kusaidia biashara ndogo na za kati na kukuza uzalishaji wa mazao kama mazao ya bustani na samaki. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Msikilizaji, ni hadi hapo ndipo naenda kutamatisha kabisa uchambuzi huu wa habari kwa siku ya leo. Heshima za kipekee kwa wenzangu walionisaidia kuandaa uchambuzi huu wa habari, lakini pia ninamshukuru rubani wangu Jean Makelele Kalajaden, na shukran kede kwa niaba ya wote uliowasikiliza katika uchambuzi huu wa habari. Izake Mulucha Ashibe, mchambuzi wako wa siku ya leo. Msikilizaji, mpaka hapa sina la ziada na kutakia amani ya Mwenyezi Mungu. Salamu alaikum.